katika siku hii ambayo mwenge wa uhuru utakimbizwa hapa Arusha, mambo yatakuwa ni mazuri sana. Na mimi leo nimepata nafasi ya kuwepo katika jiji la Arusha. Nitakuwa nanyi katika kukimbiza mwenge, lakini nitakuwepo pia kwa shughuli maalum za vijana wa jiji la Arusha, hasa katika shughuli ya uwezeshaji wa kiuchumi. Naomba niseme maneno machache. Mwenge wa Uhuru mwaka huu, dhamira yake kubwa ni msisitizo katika umoja, amani na mshikamano wa kitaifa. Ndio maana kauli mbiu yetu tunasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane ili tulete maendeleo. Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuiongoza nchi yetu na kusisitiza umoja wa nchi yetu pia. Kila mwenge huu ulipopita, ujumbe maalum umeendelea kuwasilishwa kwamba ili Tanzania tuendelee hatua mbele zaidi, tunahitaji kushikamana na tuwe wamoja. Na naomba nichukue fursa hii kuwapongeza sana jiji la Arusha kwa kushikamana na kutunza amani ya nchi yetu na kuendelea kuleta utulivu unaoendelea kuwezesha uwekezaji na shughuli za kimaendeleo katika jiji letu la Arusha. Pia hongereni sana wana Arusha. Lakini ndugu wana Arusha, mwenge wa uhuru mwaka huu pia una ujumbe maalum kuhusiana na swala la vijana. Na kama ambavyo wakimbiza mwenge wametoa ujumbe, moja la eneo ambalo tumeliwekea mkazo sana ni kuhakikisha vijana wa nchi hii wanakuwa sehemu ya muhimu katika maendeleo ya nchi yetu. Na katika hilo eneo mojawapo ni kuhakikisha tunakutana na vijana, tunazungumza nao, tunawasikiliza, na hapa Arusha tumekuwa na vijana platform, na leo pia utakuwa na muda mzuri wa kukutana na vijana kuzungumza nao pia. Lakini eneo la pili ni eneo la uwezeshaji wa kiuchumi pia. Sheria ya manunuzi imeeleza wazi na msisitizo umewekwa kwamba 30% ya manunuzi katika halmashauri yetu itahitaji iende kwa vijana. Na moja ya jambo mwenge wa uhuru unafanya ni kuhakikisha swala hilo linatekelezeka. Na mimi niko hapa leo, moja ya kazi ambayo nitaifanya pamoja na mwenge wa uhuru ni kutoa uwezeshaji wa kiuchumi, na kuna vikundi vya vijana hapa vipo, tutavipatia fedha zaidi ya milioni 800. Leo tutakuwa na vijana hawa kwa ajili ya uwezeshaji. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuwaweka vijana mbele, na msisitizo wetu sisi kama wizara na kupitia mwenge wa uhuru ambao ni tunu yetu ya kitaifa, tutaendelea kusisitiza kwamba vijana sio taifa la kesho, vijana ni taifa la leo.